anakuambia kindumbwe ndumbwe Chalia. kindumbwe ndumbwe kindumbwe ndumbwe. Haya, mtazamaji wa Matukio Daima kwamba ni Alhamisi tarehe 23 2020. Kumbuka kipindi ni mjadala magazetini, na kubwa zaidi kwamba tutakwenda kuweza kusomea magazeti, lakini pia baada ya hapo tutakuwa na mjadala na mgeni wetu kwa siku ya leo, ambapo tutakwenda kuweza kujadili mambo kadha wa kadha. Na mgeni wetu kwa siku ya leo hatakuwa mwingine ni Maria Sanga, mdau wa michezo mkoa wa Iringa na mpenda maendeleo mkoa wa Iringa. Tutakwenda kuweza kuzungumza naye kuhusiana na swala zima. Napenda sana napenda maendeleo. Kumbuka kwanza ni haki na ni wajibu wetu kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye yeye ametuamsha tukiwa salama. Tambua kabisa kwamba si wote ambao wameweza kuiona siku hii ya leo. Wapo ambao walitamani sana kuweza kuiona, washuhudie uchaguzi, kura za maoni za wanawake UWT, lakini waliishia kushuhudia kuanguka kwa wabunge wa majimbo. Basi baada hapo hawakuweza kuendelea kuishi tena. Nafikiri kwamba sisi ambao tumeamka salama tumshukuru Mungu. Mimi naitwa Francis Gobi. Mimi naitwa Kayanda Manyanya. Mtazamaji, kipindi magazetini, na tunashukuru sana wadhamini wetu wakuu Maji Mkwawa ambao wao wanatuwezesha kuweza kupata maji wakati wote ni wa maji, na maji ni wakati wote. Ukiwa na chai pembeni hakikisha kwamba maji hayakosekani. Nikianza na gazeti la Nipashe asubuhi hii ya leo, habari kubwa ambayo imeandikwa katika gazeti la Nipashe: vituko vya tawala kula za maoni CCM. Mmoja asema ataweka pazia Mlima Kilimanjaro, mwingine azungumza Kichina akiomba kula, wabunge wakongwe wapigwa mweleka mzito, mwingine azungumza Kichina akiomba kula. Sasa sio biga kula yake alikuwa anamuelewa hivyo wanamuelewa, inawezekana unajua tena hao walikuwa wakizungumza Kichina kukwepa maswali. Lakini nani anaamini kama kile kilikuwa ni kweli? Kichina kile. Kile Kichina lakini kwamba bora mradi kwamba aweze kuomba kula. Na hiyo nasema ni technique nzuri sana. Kwa mgombea ni ukifika, unaweza kufika pale ukapiga lugha ambacho wale waelewi. Kwamba labda mimi nimetoka Kongo, ukifika pale sisi omoya huyu mtu wa aina gani? Alafu baada hapo namwambia anatakia ngisi na kwete bongo bombi sana kashanga bie nimekuja kukomboa watu wangu ya Iringa, nimekuja kukomboa watu wangu wa jimbo ama watu wangu wa viti maalum, sababu mimi mwanamke mwenzenu nitakwenda kuwasaidia. Unamaliza anatakia ngisi na kwete bongo bombi sana kashanga sema wewe unajua nini? Unajua hivi vitu vinahitaji ujanja fulani. Sasa kwa mfano kwanza unawacheki wale wajumbe. Cheki una wajumbe fulani, ukiwaangalia nyuso zao unaona kabisa hawa darasa hamna hawa. Sasa niwafanyeje ili waone mimi msomi? Unapiga kilugha. Unapiga Kimalaysia pale. Ukiona vipi unajua kabisa hawa hawajaambulia popote pale, hawana maswali. Swali la kwanza wakati kwa sababu ukifika pale ukaanza kupiga siuki kamwene mnogai kila mmoja mwepa atakujua tu kwamba huyu muongo. Kwanza lafuzi sio yake, sio lafuzi sio ya Kinyamwezi, sio nini, unapiga lugha ambayo kwanza wacheki usoni nani hapa anapigwa swali gani hapa. Unapiga nani unafanya mambo ya Kiswahili, unakuwa kama yule mama aliyeingia analia jukwani yule nani Melissa Ngoe. Mimi napambana na ukatili wa watoto, jamani nipeni kula kina mama, nipeni kula. Mwisho wa siku akaambulia moja. Sasa kulia kote iko nalia na mimi sinyingi kama naenda nigombea kwamba naangalia kwamba nifanye kituko cha kula ngapi. Kama kulia nalia kama babuku, kama kula moja nalia kwa kula moja. Mtazamaji, hiyo ni gazeti la Nipashe kubwa kwamba mmoja azungumza Kichina kuomba kula piga kula yake. Lakini habari nyingine ni inasema watumishi waliotia nia kugombea ubunge CCM kunyimwa mishahara. Sasa kwa nini? Rais alishasema chagua moja. Uweze ukawa mguu ndani mguu nje. Huku mshahara wa serikali unataka, huku unataka ubunge. Ngoja kwanza niulize. Wametumia muda gani
Hakuna cha kutumia muda gani, muda ambao mawazo yalikuwa kwa sababu uchaguzi ni miaka 5. Kwa hiyo miaka 5 karibu yote ulikuwa wewe ufanye kazi, mawazo yako yote yalikuwa kwenye ubunge. Inawezekana kazi ilikuwa zinakwama, wewe unawaza ubunge. Kwa hivyo kwamba amini kabisa kwamba wewe hata inawezekana kwamba idara iliyumba kwa sababu maelekeo yote yalikuwa kwenye ubunge. Lakini kwamba tumemsikia pia nani huyu Kajubi Mkajangi wa MCT kwamba waandishi wa habari wote waliotia nia kugombea ubunge huko. Sasa kumbe mlikuwa kwa sababu sisi waandishi hawatakiwi kufungamana na chama chochote. Lakini sasa umefungamana, umejitokeza moja kwa moja mbele. Pamoja na kwamba ni yake kwa sababu mwandishi wa chama fulani tu. Kama mwandishi labda ulikuwa mwandishi wa magazeti ya Uhuru na Mzalendo, anajulikana kwamba wewe ni mwandishi wa magazeti. Sasa watu sasa mimi mwandishi wa magazeti ya chama. Wote watasema walikuwa wa chama Uhuru na Mzalendo. Bwana. Waandishi walioshiriki kura za maoni. Haijalishi umepata umekosa. Hivi kuna sheria inayofunga waandishi kwamba wasioshia siasa. Ndio. Mwandishi anatakiwa kuwa neutral. Analipa sasa mwandishi. Na chombo cha habari. Unafikiri hata mimi subiri chombo cha habari, si ndio? Lakini kuna waandishi ambao hawana vyombo vya habari. Hawana vyombo vya habari. Habari zao wanapelekea. Ma freelancer. Habari wanapeleka vyombo tofauti. Habari wanapeleka wapi? Lakini ongera kwa wale waandishi ambao wamepata. Kwamba hii ni kama kamali. Lakini ongera pia na kwa wale wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa ambao waliacha ukuu wa mkoa, waliacha ukuu wa wilaya kwenda kugombea wakapata. Lakini umeacha alafu umekosa. Hii sasa kwamba hiyo ni hatari zaidi. Hii sasa ndio balaa. Umeacha alafu umekosa. Lakini nafasi zipo nyingi. Na nafasi sio ubunge tu. Sio ubunge. Kuna mambo mengi ya kufanya. Kwa hiyo ulizaliwa kwa nini? Sasa umeshakuwa mkuu wa mkoa miaka sijui kadhaa huko. Kwa nini wewe utarudi na unataka nini yeye? Magufuli aibana TAKUKURU ataka ijitangaze. Na habari nyingine inasema Yanga yaielekeza Mtibwa shimoni. Yanga yaielekeza Mtibwa shimoni. Hiyo ni gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Na tukirudi katika gazeti la Mwananchi, habari kubwa kabisa ambayo imepewa kipaumbele siku ya leo. Unajua nasemaje? Wamefekwa. Watakuwa wanataka kulima. Ukiona wamefekwa, wanataka kulima. Unajua style ya kufyekwa inakuwaje? Si nani? Nafyeka magugu. Alafu naanza kulima. Maandalizi ya msimu wa kilimo umekaribia. Ni makada 60 waliokuwa wabunge wa CCM waanguka kura za maoni. Makada 60. 50 naongeza 10 hapo. Unaongeza 10 hapo. Wengine 105 waanza vizuri kusaka ubunge Oktoba 28. Hilo ni gazeti la Mwananchi. Na katika habari nyingine nasema Chadema waliotimkia CCM wamevuna walichopanda. Chadema wanafurahia. Kuna watu walitoka Chadema wakaenda usiana shida au acha wafurahie watateuliwa. Kuna nafasi za kuteuliwa. Watateuliwa. Unajuaje? Anajuaje kwani uteuzi si upo? Mimi yani kwamba rais ana nafasi zake za kuteua wabunge. Lakini nafasi sio ubunge tu. Wamepeleka CV zao. Yaani bahati ile. Kuingia kwenye kura za maoni ni kuwasilisha CV. Watu wameshawasilisha CV zao. Yaani zimewasilishwa kwa kasi zimeenda Ikulu. Zimetulia tu. Yule Kichina naye CV yake imefika Kichina. Utakapohitaji mwalimu wa Kichina kazi unapata. Habari nyingine inasema JPM atoa maagizo kwa vyombo vya dola uchaguzi mkuu. Tumemsikia leo. Tumemsikia. Vyombo vya dola. Wakiwemo TAKUKURU. Wakiwemo TAKUKURU. Hivi ila bwana nani TAKUKURU. Tuwe wa kweli jamani. Tutasema hivyo. Yaani nchi nzima unasikia kwamba watu wamekamatwa kwa rushwa, Nilikuwa na cheki kule Kalenga juzi. Watu wamekamatwa na wamekamata kwa tuhuma za kutoa rushwa. Yaani kila jimbo lazima usikie kwamba kuna mtu kakamatwa kama sio moja. Na huko uchaguzi ulifanyika mchana. Asubuhi mkweupe watu wanakamata. Sasa kule alikofanya usiku Kilolo. Hata sasa hivi yaani umefanyika Kilolo ilifanyika usiku wa manane, wamaliza saa 10 sio? Saa 10? Wale nafikiri Kilolo kule nafikiri wataalamu. Katika kweli kule. Watakuwa wataalamu Langa. Kama wamefanya usiku wa manane. Alafu hakuna hata taarifa kwamba mtu amekamatwa usiku wa rushwa, ameisiwa kwa rushwa. Usiku wa manane giza. Usiku wa manane.
Usiku wa manane kabisa. Leo si tarehe 23. Yaani walianza kama leo akamaliza. Maana yake yaani wamefanya sema nani walikuwa si labda wengi mno. Wengi au jiografia. Lakini kule si mbali, wametoka mbali. Mbona waliotoka mbali zaidi Kilolo, ujue Kilolo mikoa nyanda za juu kusini kwamba unapozungumza mbali ni watu kutoka Nyanzwa karibu Morogoro kule. Sasa wale kutoka Morogoro wamefika Kilolo wilayani kwenye uchaguzi saa 4 asubuhi kama ilivyopanga. Wale ambao wametoka Ukumbi ambao ni kata ya pili kutoka hapa, yani kama kilomita chini ya kilomita 40. 40-20. Ndio wamefika saa 12 jioni. Au walianza safari wengine ndio walianza jana. Walianza jana. Kidogo walisemedi ukweli. Kidogo yani lazima takulu watatuambia kwamba bwana ilikuwaje, uchaguzi ulipangwa kwanza saa ngapi? Au uchaguzi ulikuwa mzito? Lakini nasikia gari Syria tena wakapewa text. Kuna text zikaanza kupeleka watu. Lakini baadaye wale watu walipoisha kwenye gari. Ya walipoisha kwenye ile basi ile walibikia kwamba ile basi nao likaanza kufuata nyuma. Nyuma. Sasa Kilolo au wakipanda alikuwa liwaki. Maana unajua kuna vikolombozo kwenye uchaguzi. Unajua mambo ya Kilolo haya. Yaani Tanzania nzima hayawezekana, lakini Kilolo inawezekana. Mbingu bila anakuambia anga bila mawingu inawezekana. Inawezekana. Lakini habari nyingine nasema wazee watuma kwa namba hii Koltini. Unaweza kutumia ile? Bado kesho. Sawa. Kuna mwingine kanitumia hiyo mganga anatibu vizuri sana. Unapata zile messages zile. Washapigwa Koltini. Safi sana. Tunamalizia katika gazeti la Mwananchi, habari nyingine ambayo pia kipaumbele anasema Yanga mlima bado mrefu. Kwa upande wake gazeti la Uhuru, ukweli daima, habari kubwa anasema bilioni 12 za fedha zilizotumika kufanikisha mradi wa jengo la neki. Matokeo urais kutangazwa hapa ni jengo la kisasa lenye mahitaji yote muhimu kwa ajili ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi. JPM awasifu JKT kwa kazi nzuri ya kujenga, ataka siasa safi isiyohusisha matusi. Siasa safi isiyohusisha matusi. Lakini habari nyingine inasema RC Katavi ashtukia mbinu chafu, na habari nyingine machinjio ya kisasa yaiva na wasubiri kula tu yameshaiva. Lakini pia habari nyingine inasema hivi ndivyo pazia lilivyofungwa mchujo wa awali wa bunge CCM. Hili gazeti la Uhuru. Gazeti la Uhuru. Twende sasa pale. Kuna habari moja nimeona hapo. Hilo jengo. Habari haipo moja tu, ziko nyingi. Jengo la kisasa. Jengo la kisasa. Soma kwako. Katika gazeti la Zanzibar leo. Nasema kula za maoni CCM za hamia viti maalum. Mbivu mbichi kujulikana leo. Leo hii. Mbivu mbichi. Mama yako yule atapita? Nani? Mama. Mimi sina mama. Dada yako? Sina neno mbaya nakwambia. Mbona unataka kumtia maneno bwana wewe? Unajua mimi namwambia aliyokutuma nani? Aliyokutuma nani? Unajua sisi katika familia nipo mimi na yani kwamba tumezaliwa mimi, baada ya mimi kwamba kaja dada yangu na dada. Sasa sisi katika familia hajawahi kuwepo mbunge, kwamba naamini kabisa kwamba dada yangu mimi anatoboa. Lazima apate. Anamtia maneno. Lazima apate. Ndio kutuma, sio bure. Utakuwa umetumwa. Dada kila laheri. Atuambie kila laheri. Kakako anasema nataka mimi bila kuficha. Mimi bila kuficha kabisa. Niwatakie kila laheri wanawake wote ambao wamegombea bunge viti maalum. Yaani wewe unatoboa. Yaani wewe ondoka na hizi baraka zote. Wewe ndio wewe leo wa kwanza. Wewe unatoboa. Lakini wewe ambaye haujatazama hiki kipindi unapigwa. Okay. Habari nyingine inasema kwamba Kenya yazuia viongozi kutoka nje ya nchi kuzuia COVID-19. Habari nyingine inasema kwamba waziri azindua bodi ya kampuni ya ujenzi. Wizara ya goma kupokea mradi. Tunaweza katika gazeti la Zanzibar leo. Kwa upande wake gazeti la Majira, gazeti hilo la kila siku, habari kubwa inasema Magufuli ang'ata na kupulizia TAKUKURU.
aipongeza kwa kazi nzuri miaka 5, ashtukia ujenzi wa jengo kwa shilingi milioni 143, ujenzi wa ofisi ya Chato aziweka kitanzini taasisi za serikali, kwamba nyinyi acheni kujipendekeza. Chato kuna ofisi na na ile jengo ni jengo ambalo babangu alitoa ile ardhi. Mlipokonya ardhi hata mkulipa ile. Tulio nani, lakini kwa jengo zuri tu liko pale mlimani. Nataka kujenga, lakini nataka kujenga jengo la nini jingine. Tunajipendekeza nini? Acheni kujipendekeza TAKUKURU. Sasa kila kitu tunaenda kujenga Chato kwa sababu amemwambia acheni kujipendekeza. Pelekeni sehemu nyingine. Kilolo kwa wanahitaji jengo la TAKUKURU. Sijui wapi huko Sumbawanga, sijui wapi Mfindi kule, Mfindi Kibaoni kule, wanahitaji jengo la TAKUKURU. Wewe unasema eti nakuuliza sasa, wewe ulikuwa unatoa taarifa kwamba ili mimi nikusifie. Nakuja jenga nyumbani, mimi nikusifie. Sasa utategemea mimi nifanyeje? Utategemea mimi nifanyeje? Mimi nikusifie? Acha kujipendekeza. Acha kujipendekeza. Ngoja nikwambie, nikuulize kitu kimoja. Ulishakuona mtoto wa bosi wako kwa mfano amekuja ofisini? Mtoto wa bosi wako akija, yani kila mfanyakazi na mbona acheni kujipendekeza na sio huyo tu. Nafikiri Magufuli sasa, Mheshimiwa Rais, kwamba ameona kabisa watu wanafanya kazi kwa misingi ya sifa. Kwa misingi ya sifa. Unajua lazima tufanye kazi. Na hii mbaya sana. Kwamba watu kufanya kazi kwa kujipendekeza kujipendekeza. Huku ukigeuka nyuma na kungonga. Ukidhani kwamba Magufuli baba anapenda miradi yote kule. Acheni kujipendekeza. Mimi ni rais wa nchi nzima. Wafanye strategically. Sasa mimi kwamba Chato napeleka jengo la nini? Hakuna jengo la TAKUKURU. Lipo. Unaweka jengo la TAKUKURU la nini? Tuongeza wataka kila mmoja awe chini ya ulinzi wa TAKUKURU. Tuongeza vijana. Ndio wapi? Umeona nani Chato kuna rushwa sana? Tunakomesha. Acheni kujipendekeza. Tunakomesha. Wewe mkuu wa wilaya. Lakini mambo ya kitaalamu. Yaani hauwezi ukasema bila kusema bwana tuache mambo haya. Bwana sio sisi, ni rais alisema acheni kujipendekeza. Nendeni mkakamate rushwa huko. Mkakamate kule. Lakini habari nyingine inasema waliobwaga kura za maoni wasubiri huruma ya vikao vya CCM. Lakini habari nyingine inasema Magufuli neki isimamie uchaguzi mkuu kwa haki. Neki isimamie uchaguzi mkuu kwa haki. Na habari nyingine inasema Nabii Joshua anasema tufanye maombi ya kihistoria kwa rais, na wavuvi watia mkazo mgomo kuingia baharini, na waziri wa Afrika Kusini wakutwa na corona, Trump akubali uvaaji wa barakoa. Barakoa yangu. Kama Trump bwana amesema kama Trump, lakini sisi tumedhibiti. Sisi kama Trump amesema tunavaa barakoa. Unavaa barakoa kwenye nani hapo? Sisi tumedhibiti. Au kwa barakoa? Hamna nani? Mimi namsikiza JPM. Mimi akisema nani Rais Magufuli? Sina shida. Hamna kitu kama hicho. Gazeti la Jamvi la Habari inasema habari ambayo imepewa kipaumbele inasema uchaguzi uwe wa kistaarabu. JPM avitaka vyombo vya dola kutotumia nguvu katika kutimiza wajibu wao. Ahadi yake kwa wananchi ni kuzipa ushirikiano mamlaka za uchaguzi wakati wa kampeni. Taasisi za serikali zapewa siku 14 kuwalipa JKT. Mwalipe. Mnakakana hela za watu bwana. Hela za kwao. Walipeni maendeleo mambo. Hela za kwao. Gazeti la Tanzanite. Habari kubwa ni inasema JPM wahimiza kampeni za kistaarabu. Lakini pia habari nyingine inasema fedha zatumika kula za maoni ubunge Mara. Fedha zatumika kula za maoni ubunge Mara. Kuna nani? Yaani pesa nyingi. Kwani hivi kabla ya kula za maoni hata hapa unasikia kwamba kuna watu walikuwa kwenye basi wanagawana nini? Mara wakasikia wazee wa kazi hao hapa. Cha madirishani mbio kweli kweli. Lakini taarifa tu si sehemu yote zaidi ya jeshi la polisi.
taarifa ya rushwa kwa mara ya kwanza katika historia ya Tanzania, taarifa ya rushwa inatolewa na jeshi la polisi. Sio taasisi. Yana vyombo. Mbona sasa TAKUKURU hatoagi taarifa za mauaji? Vinashirikiana. Kwa hivyo wamefanya ushirikiano. Sasa mwanzo mwisho wa wale waliodaiwa kupatwa na rushwa huko Kilolo. Mwanzo mwisho kwa wapi? Mbona sio mfikishwa mahakamani? Sasa wewe jua mwanzo mwisho, sipende kujua. TAKUKURU asante sana. Habari nyingine nasema Waziri Jafo atoa maagizo kwa ma-RC na ma-DC, na habari nyingine UWT Mara yataka wagombea wa udiwani viti maalum kupeperusha kujiepusha na rushwa. Na habari nyingine inasema bodi ya mikopo elimu ya juu yaanza kupokea maombi kwa mwaka 2021. Hii ni gazeti la Tanzania. Gazeti la Fahari Yetu kwa upande wake lenyewe linasema rushwa yatawala kura za maoni Mara. Mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Mara athibitisha. Umethibitisha? Safi sana mkuu. Fahari Yetu inasema. Sio sisi. Yaani nasema kama mkuu wa TAKUKURU akathibitisha, ndio wajibu wake. Tusikie sasa na mikoa mingine kwamba wamekamatwa ngapi kwa rushwa na hatua gani zimechukuliwa, na hii nafikiri itapelekea kwamba uchaguzi mkuu ambao utashirikisha vyama vingi kuwa ni uchaguzi huru na wa haki. Lakini wanasemaga hizi kesi hizi unajua zinakuwa ushahidi wake unakuwa mgumu. Umeona bwana? Kwa hivi kwamba hii itakuwa nzuri. Kiamba nafikiri kwamba nani tukiachana na habari hiyo, habari za michezo leo nani kwamba leo kwanza katika uwanja wa Samola ni kati ya timu ya Ruvu Shooting na wana Paluengo. Leo tunakwenda yani kwamba Ruvu Shooting Lipuli Mtuoni. Lazima Lipuli mpigwe. Napigwaje sasa Lipuli? Hivi unafahamu kwanza Lipuli historia yake? Wewe mtamweza Masao Bwile nyinyi. Ndugu yangu. Mzee wa simu nyingi. Mzee wa simu nyingi. Mtamweza nyinyi. Kabla na smartphone yake yote. Sababu anafanya kwa simu. Kwa simu angalia wewe. Sasa sisi Lipuli. Wewe ndio unashiti. Mimi unashiti. Sisi Lipuli sasa. Tutakachokifanya leo pale. Itakuwa historia. Nakwambia sasa. Uzao mbona tishika? Wapi? Itakuwa historia. Historia nini? Kufungwa. Muulize Mjerumani hapa. Alifanya nini? Kwani ni vita nini? Sasa sisi sawa. Tukubaliane sawa Mjerumani mlimgaragaza. Uliza nchi za nje huko zenye vita. Jeshi la Tanzania linafanya kazi. Uliza jeshi la Tanzania linafanya kazi. Wewe unashaka jeshi la Tanzania? Vikosi vya ulinzi na usalama. Sio mpira. Una wasiwasi na vikosi vya ulinzi na usalama. Sio mpira. Mpira sio bunduki. Mpira sio shooting si jeshi. Lakini mpira sio bunduki. Wewe yani unacheza kwenye mabunduki unaweka mpira afu ndio unapiga. Wewe unacheza mgambo na mwanajeshi. Kama mpira mwanajeshi. Messi angekuwa mwanajeshi. Popote ikitokea vurugu, akitokea mwanajeshi, hata polisi kwenyewe anakimbia. Wale labda kurushausha na nini? Sisi tunachojidani kesho. Si ndio? Leo vurugu tuanzishe. Ila mpira dakika 90. Dakika 90. Msemaji kwamba nafikiri kwamba twende studio namba 2 kwa mjadala mpana zaidi, tuungane na Maria Sanga. Yeye ni mshabiki kindaki wa timu ya Lipuli. Kwamba aweze kutuambia Lipuli leo anakuambia mtoto wa tumi sokoni. Mtoto tumi sokoni. Anakuambia lakini anakuambia wewe kuna mgambo hapo, anakuambia hapana wote wanajeshi. Twende studio ya 2. Asante sana Maji Mkwao, asante Mount Villa hoteli ambao wapo hapa mkoani Iringa. Ni hoteli nzuri sana ambao huna shaka kuweza kuhangaika kutafuta bora mnadi hoteli. Wewe nenda zako Mount Villa, ushaenda kulala pale? Nishakaa pale. Chumba la bagani. Simesahau namba ya chumba lakini ngoja nikwambie kitu kimoja. Niliingia ndani pale. Ya utadani. Kwanza kitanda kizuri. Ndani chumbani kuna swimming pool hamna? Ndani ni kama teongo. Ndani kuna swimming pool. Ndani wapi? Chumbani. Vipi? Au ujui? Tumeoja fika. Ngoja kwanza. Subiri kwanza. Toka tumeanza. Kuna masomo nauliza. Yaani wewe Mount Villa kila chumba ukiingia kuna swimming pool.
Hiyo kuna maswali unaniuliza. Kila chumba kina swimming pool. Wewe ushafika Mount nani? Wewe unasema Mount Villa chumba sikumbuki namba ngapi? Kwani pana namba pana? Mount Villa ipi ulienda? Ya Kiesa. Mtazamaji tena suli namba 2. Maria Sanda kwamba leo kuna mambo makuu mawili. Leo kuna mambo makuu mawili katika mkoa wa Iringa. Lakini pia mengine kwa ajili ya Tanzania nzima. Jambo la kwanza kuna uchaguzi. Ndio. Wa kura za maoni wa kwenu nyinyi wanawake. Viti maalum. Ubunge viti maalum. Ubunge. Yeah. Udiwani bado. Udiwani bado. Udiwani wa makata bado. Udiwani wa viti maalum pia bado. Okay, kwa hivi ubunge viti maalum kwamba ni leo. Ni leo. Nafikiri kwamba hilo pia ni jambo jema kuona kwamba wanawake pia mnaenda kutimiza demokrasia ya kuweza kumchagua yule ambaye mnamtaka kwa ajili ya kuweza kuwaongoza. Na katika mkoa wa Iringa mimi kama mwanahabari kwamba tuweze kumtakia. Nilifikiri unataka kujipa cheo. Nataka tumtakie kila laheri mwanahabari mwenzetu Tumaini Msoya ambaye naye anagombea leo. Ni kweli. Tumaini Msoya sisi tumtakie kila laheri. Tunamtakia kila laheri. Anagombea. Jambo jema. Na mimi namuombea kwamba leo apate. Yaani kwamba yeye apate. Sababu akikosa huku MCT imesema waandishi waliogombea siasa wote wabaki kwenye siasa. Sasa ili kwamba asikose kote na kote. Hiyo ndio bwana wampe. Kwani wakimpa moja huyo wampe. Hata mwenyewe anasema tu wampe. Si moja tu. Yaani kabisa kimoyo safi, kilo safi. Watakiwa 3. Kwa hivi kwamba wakati wa 3 wao kwamba hao akina sijui Rozi Tweve Rita Kabati sijui nani na wengine hao ambao wamejitokeza, kuna wasanii sijui waangalie sasa wapate wawili. Yaani wapate wawili kule wampe nani? Wampe tu. Wampe. Unajua wampe. Hata mimi namuombea Tumaini pia aweze kupata ushindi. Akipata matokeo daima imepata. Wampe tu. Ni mpambanaji. Wampe tu. Na tuzo ngapi sio za kupambana na ukatili. Ni Dr. Tumaini. Wampe tu daktari atakuwa anawatibu. Wampe ni mtu ni makini, mwanamke shupavu. Kwa hiyo atakuwa anawatibu wenyewe. Kwa sababu wanawake wanalalamika sana issue ya ujue mwanamke anapoenda hospitalini anahitaji daktari bingwa. Mwanamke anahitaji kupata mtaalamu kuweza kumtibu. Sasa ni daktari. Lakini sasa yule daktari yake wa heshima. Atatibu tu. Atatibu kwa heshima. Wampe daktari. Daktari yuko vizuri daktari. Sasa unaanza daktari. Hauwezi kumwacha daktari. Si ndio hapo bwana? Itakuwa ni tatizo. Ukienda kujifungua daktari yuko. Mpeni tu. Sasa hebu Maria Sanda. Naam. Na ungegombea. Ana kimwemuhe. Hapana, mimi sigombei viti maalum. Kwa nini ugombea? Ya ubunge viti maalum hapana. Maji marefu. Hapana, sio maji marefu. Mimi ni mpiganaji na wala siwezi kuogopa. Kwa sababu mwanamke ni kujiamini. Kwa hiyo siwezi kuogopa. Mimi ninagombea nafasi nyingine, sio ubunge viti maalum hapana. Haikuogopeshi ukiona watu wengine wamepata kula moja? Inaogopeshi. Kwanza ni changamoto kwa sababu unaweza mkata 200. Lakini anatakiwa ni mmoja mwakilishi. Kwa hiyo unapoingia kupambana lazima ujue kuna kupata au kukosa. Yaani ile unaambia bwana Mariam kula moja afu zingine nasema hivi fulani kuna wengine huko Kalenga wengine apata zero, kuna wengine huko Kalenga huko zero yumagi, yani kuna wengine huko Kalenga hata hawajatajwa yani kuna wengine wametajwa kwamba wamepata zero kuna mwingine hata zero haijafika kuna mmoja naona jina lake lilikosewa kutajwa yani nikasema mbona huyu bwana wamtaji kumbe yani msimamizi wa uchaguzi kakosea hadi kulitaja jina. Sasa kuna ukoo moja hivi kwamba wao walipeleka watu 5 yani jimbo moja walikamia watu 5 huko alafu wote wametoka Kapa wote yani kwenye 10 bora hivi leo uruhusu kujipigia kula kula anapiga kula na nini mpaka wewe mwana CCM
Kama wewe sio mwana CCM ujipigie, upige. Sasa unagombeaje kama sio mwana CCM? Eti sio kama mwana CCM, kama mjumbe. Yaani kama wewe sio mjumbe huwezi kujipigia. Hivi ukigombea kwa mfano ukiwa mjumbe, afu kagombea ule automatically unaruhusiwa kupiga au unavuliwa ule ujumbe kwanza? Mimi nampenda sana DC Richard Kasesera. Ukiingia kwenye mtandao wa Matukio Daima TV, amesema wazi kwamba watu wa Iringa ni waongo. Watu wa Iringa sio kumwamini. Akisema ndakupa. Kwa nini? Akisema ndakupa. Ameshamwambia na wewe ndakupa, huyu ndakupa, huyu ndakupa, huyu ndakupa. Mwisho wa siku unakuta wanaenda na matumaini kwamba wameniahidi ndapata. Sasa ile yuzi Kalenga kwamba walimwahidi mbunge Olive Mgimo tunakupa tunarudisha. Wakamwahidi siku nyingine tunakupa. Bila shida wewe. Baadaye umu yetu wewe. Baadaye alipoanza kuona nani wale walioahidia kwamba tutakupa. Hamna kwamba sikula zinahesabiwa huyu alipoona kwamba hajashika chochote mkononi. Moja akaanza kuchomoka ukumbini. Machafu. Baadaye wanafika mwisho kwamba ukumbi mtupu kwa sababu waliwaahidi kila mtu. Na yule bwana wale hajapata kula wale waahidi. Sasa ukipa mbele unakuwa waona wale ambao walikuahidi wale. Kutaka kesi. Kwamba na wanakimbia tu ukumbi wakaacha viti vingi. Kama lakini kama tumaini. Sasa wagombea wageuka nyuma kuweza kuangalia hao wako wapi? Wanakuta viti vitupu. Ndio unaweza ukafa. Hebu ngoja Maria. Kimuehemue, yani hali ipoje sasa huko? Kina mama, kina dada, wenzio wenyewe na wake. Mnavyoona ukifanya tathmini yako siku ya leo, yani kupoje? Mimi naona kumekaa vizuri kwa sababu kila mmoja mgombea watu wamejipanga vizuri. Sawa, kupita tutapita kuomba kula kwa wajumbe, lakini kwamba wamejipanga vizuri. Hamjapita kuweka mambo masuala ya rushwa hatuna wanawake. Miundombinu? Sisi bila miundombinu. Hapana. Godi ni mchokozi. Naona leo umeambia leo ana maneno fulani Mwile alisema kwamba kamanda polisi alisema kwamba walikuwa kwenye nani bar inaitwa Angel pale Ilula, kwamba wengine 6 wakakamatwa, wengine wakimbia. Ndio mimi anasema huko kwa sasa aliyekutuma unasema neno fulani hivi. Sisi ndio kwamba unafikiri kwamba kwa nini wanawake kashfa za rushwa huwa zili nyingi sana uchaguzi? Unajua ni siri. Hapana, hakuna siri. Wanawake sisi tuna maamuzi magumu. Na maamuzi magumu tunao wanawake kwamba tunajiamini kwamba nikigombea nafasi fulani ninakupata au kukosa. Kwa hiyo tunakwenda hivyo. Unaweza ukajitahidi ndio ukasema ukaonga wajumbe, ukawapa posho na ninasi kuchague. Ni bora ukaenda kuomba kula bila kutoa chochote ili hata ukidondokea pua isikume. Hilo jambo zuri sana. Na tukiachana na hii mada nani ya issue ya uchaguzi, labda vipi kuhusiana leo na timu ya Lipuli na Ruvuchoke? Na kweli kwamba wakazi wa Iringa walio wengi. Kwanza yeye ni mshabiki wa wapi, wa timu gani? Karibu wanategemea watu fulani tu ndio waichangie Lipuli. Lakini wengine wapo kwa ajili ya kuweza kuulizia matokeo tu. Kwamba tumefunga. Bwana ngapi huko? Hivi hii timu ya Lipuli na tunaambiwa kwamba kwa leo ikifanya vibaya leo hali yake inakuwa tia maji. Tunashuka daraja. Sasa nini kifanyike kwamba kuona kwamba leo hii japo sababu ngombe nepe siku ya mnada leo hii Lipuli wanafanya mambo. Kwa siku ya leo kwa kweli Lipuli inabidi jitahidi. Mchezo wa leo ni wa muhimu sana kwao. Kwa sababu Lipuli ikifungwa siku ya leo basi tunashuka daraja. Kuja kupandisha tena daraja Lipuli itakuwa ni ngumu sana. Kwa sababu unakuta wadau wengi mkoa wa Iringa wanategemea mtu fulani ndio ainue Lipuli. Lakini unakuta mashabiki ni wengi lakini kuisaidia Lipuli hawana uwezo kusaidia Lipuli, mradi tu ni mashabiki tu. Hicho ndio kitu ambacho kinatukosti Iringa kwa timu yetu ya Lipuli, kwa sababu hatuna umoja wa kuweza kusaidia timu yetu ya mkoa wetu wa Iringa. Kwa sababu mwanzoni ilikuwa iko vizuri sana, lakini mwisho wa siku tunapozidi kwenda Lipuli inazidi kushuka chini. Kwa sababu kwanza unakuta hata yani ulipaji wa timu ya Lipuli kuwalipa wachezaji umekuwa mgumu.
Kwa hata wale wachezaji unakuta wanaingia kucheza bado mawazo yao mengi yanakuwa kwamba tunachezea Lipuli, lakini kwamba mishahara tunadai. Hasa tunachezea nini? Wanacheza chini ya kiwango. Tofauti na ile mara kwanza walikuwa wakicheza kwa kujituma kwa sababu tulikuwa tunawalipa kwa wakati. Sasa Lipuli kwa kweli haiko sawa kiuchumi. Tunashindwa kuwalipa wachezaji. Tuna madeni na wadau wengi wako Iringa, hatuchangii timu yetu ya Lipuli. Hilo ni tatizo kubwa. Lakini tumekuwa tukiona upande wa Madam Jessica, Salim Wasasi, Neki kwamba mara nyingi kwamba anaenda kununua magoli hadi milioni, anawasaidia pesa. Nafikiri kwamba hicho anachokifanya Salim Wasasi kuweza kuisaidia kuwapa motisha wachezaji. Inatija kiasi gani kuona kwamba wachezaji wanacheza sasa kwa Mungu kujituma. Kwa sababu leo akifunga goli sinakuwa wanapewa 5-5. Sasa 5 kwa mchezo mmoja. Mchezo 10 yote ukashinda na shilingi ngapi yote? Ni pesa nyingi, lakini kwamba mimi kama mimi mdau wa timu ya Lipuli mkoa wa Iringa mjini, Salim kama yeye anaisaidia sawa timu ya Lipuli, lakini kwamba angalia Lipuli wanadai mishahara miezi mingapi. Walipe ile mishahara alafu ndipo aanze sasa kupanga kwamba kila mechi watakayoshinda yeye analipa kama nani, kwa sababu kama mdau, yani mdau, yani kila mdau. Mimi napoenda Lipuli kuchangia shilingi 1000 kwa mimi na wajibu wa kulipa mimi timu ya Lipuli ya kwangu, sio kwa sababu amesha tayari kujitoa kwamba anataka kuibeba Lipuli. Na kwamba kwa sababu ameshajitoa anataka kuibeba Lipuli haiwezi kuisaidia, basi atusaidie kuwalipa wachezaji mishahara ambao wako wengi. Hata Madam Jessica pia anasaidia Lipuli, lakini kwamba ukiangalia watu wengi ambao tunaangalia mkoa wetu wa Iringa ambao wanaisaidia sana Lipuli, ukija kwa mneki wetu Salim Wasasi pamoja na Jessica Msatavangu ndio wanaibeba sana Lipuli mkoa wa Iringa. Wao peke yao haitoshi, nguvu bado inahitajika kuwa na nguvu zaidi. Kwamba wao wawili, kwa sababu unapozungumza timu ni timu ya mkoa. Ndio Salim Wasasi yeye ni mfanya biashara wa Iringa tu hapa mjini. Yaani amewekeza hapa Iringa mjini na Iringa vijijini. Lakini wapo wafanya biashara ambao wamewekeza Mfindi huko, wapo ambao wamewekeza Kilolo. Sasa huyu yeye amejitolea kwamba mimi labda na familia yangu au na kampuni yangu mimi nitafanya hamasa kwa maana kuweza kuhamasisha mchezo uwanjani. Nanunua goli shilingi 500,000. Labda nanunua goli shilingi 1,000,000. Kwamba na mchezaji anachohitaji kwamba kuweza kupata motisha. Na hiyo ni motisha ya mchezaji kwa sababu ile achukui kiongozi yote. Inaenda mfukoni moja kwa moja kwa mchezaji aliyefunga goli. Kwa hivyo utakuta kwamba tunaweza tukawa na magoli mengi leo kwa sababu unajua kabisa shilingi 500,000. Mshahara wa mwaka kwa mfanyakazi labda ndani mtu anachukua hapo 500,000. Kwamba nini wajibu wa hawa wadau wengine kiamba chana sisi, wajibu hawa wadau wengine kuchangia timu ya Lipuli. Hilo ndo changamoto ambalo tunalo mkoa wetu wa Iringa, kwa sababu ukiangalia fanya biashara wako ni wengi, matajiri ni wengi, lakini si wachangiaji wa timu yetu ya Lipuli. Na kingine labda ni hamasa ya kuchangia Lipuli ni ndogo, sio kubwa. Ingekuwa hamasa kubwa ya kuweza kuambia wadau ili waweze kuchangia Lipuli, nadhani tungekuwa tumefika mbali. Lakini mimi naona kwamba Lipuli yani hamasa iongezeke iwe kubwa zaidi. Nini mategemeo kwa mechi ya leo? Mategemeo kwa mechi ya leo kwa kweli mimi naiombea Mungu Lipuli timu yangu ya mkoa wa Iringa naipenda kwa dhati ishinde. Kushinda kwetu sisi ndio mafanikio yetu sisi ya timu ya Lipuli mkoa wa Iringa. Tukifungwa imekula kwetu, tutadondokea pua. Mimi sitaki liwe hivyo. Tujitahidi, tuache tofauti zetu, lakini tuingie uwanjani kama tumekwenda kupigana. Sio tumekwenda hadi kucheza rede, hapana. Tuingie kupigana. Tuhakikishe ushindi unapatikana. Unategemea magoli mangapi leo Lipuli? Mimi Lipuli nategemea leo goli 2 zinatosha sana, ni pointi 3 za muhimu. 2 zinatosha. 2 zinatosha. 2 tu. 2 zinatosha. Mimi ningependa tu Lipuli itoke na ushindi mnono. Na ushindi mnono mzuri ni kuanzia goli 4. Yaani kama vile ambavyo Simba ilifunga Yanga, si ndio?
Ya, lakini kumbuka kwamba timu wanacheza nayo sio ya kitoto. Jeshi. Ni jeshi lile. Jeshi sio mpira. Alala tu tunaambia tu wasije katuvunjia watoto wetu miguu. Maana ile ni jeshi. Jeshi lile. Unafikiri kwa sababu jeshi liweza kukusanya korosho linaweza kucheza? Jeshi lile usichukulie baba. Jeshi wacheza na jeshi ametoa nyumbani kuna jeshi. Sasa mwanajeshi akija nyumbani. Tatizo sio, tatizo ni mbinu. Mpira akili. Bwana wewe. Jeshi akili. Mpira mimi naamini ni akili. Usidharau jeshi. Afu mpira kipaji. Usidharau jeshi baba. Jeshi tulizarau. Baba usidharau jeshi. Hatuwezi kudharau jeshi. Jeshi usidharau, usichukulie jeshi. Lakini kwenye mpira baba usidharau jeshi. Kwenye mpira mimi naamini kabisa kwamba mimi kwanza yani sisemi chochote. Sisemi chochote wanajeshi. Mimi sisemi chochote juu ya jeshi. Naheshimu sana kazi yenu. Jeshi sio mchezo. Jeshi sio mchezo wewe. Kwa hiyo kesho wewe utashangilia kabisa Lipuli. Sio kesho wapi leo? Leo. Chache zimebaki. Kumbe nani hata ujue. Jeshi sio mchezo. Mtazamaji tuishie hapa. Jeshi tunaheshimu sana jeshi. Lakini tunalipiga. Jeshi tutalipiga. Kwa leo hautashangilia kabisa. Tutalipiga tu leo. Tuangalie hapo. Unajua nyewe ndio maana Kazesela amesema. Watu wa Iringa nyewe. Mimi sio Iringa. Mimi mdogo wake nani? Masabu Mwile. Kwa hiyo umeona sasa umeona. Zile simu zangu ziko pesa nyingi. Lakini mimi nilichokuwa nakiona na Masabu Mwile. Nilichokuwa nakiona kwa baada kama Mwenyezi Mungu atujalie tushinde mechi ya leo. Huko mbeleni tunaomba timu ya Lipuli isajili wachezaji wale wazuri kama mimi hivi. Hata pia unaweza lakini kwamba inatakiwa isajili wachezaji wazuri. Timu yote irudi kwenye mstari. Sasa hizi tumeshuka daraja, tunacheza chini ya kiwango. Sema kingine ambacho Lipuli anatakiwa kufanyia kazi, sema tusiongelee kwa sababu tutawavunja moyo. Kesho pia tutaongea issue ya gogoro ya ndani kwa ndani ya uongozi. Umbo la uongozi Lipuli limekuwa kubwa sana. Yaani hamna uongozi ambao umekaa umetulia Lipuli. Tena heri hata kipindi ambacho yupo bwana Majeki. Timu ya mtu mmoja. Yaani jeshi la mtu mmoja. Yeye na zake nani Chikweo wakikaa walikuwa wanaelewana. Wakitibwana wananasana makofi mambo ya. Mtazamaji kumbuka kwamba kipindi kinaendelea magazetini na tumepata kuweza kusomea magazeti ya leo ambapo magazeti hayo utayapata. Ingia tu katika Play Store ya nenda kwenye simu yako tafuta nani eneo lilipoandikwa Play Store, afikisha pale tafuta Matukio Daima TV, utaweza kudownload hiyo application, utakuwa nayo kwenye simu yako. Na uzuri sasa hivi application ya Matukio Daima imeboreshwa. Ina kila kitu, package zote. Ukiingia kwenye application ya Matukio Daima ukiwa katika page ya Matukio Daima chini kabisa utaweza kuingia Instagram, utaweza kuingia Twitter, utaweza kuingia Facebook, utaweza kuingia Telegram. Chini kabisa utaweza kuingia pia kwenye YouTube ya Matukio Daima channel ukiwa ndani ya blog. Hivi blog ya Matukio Daima sasa hivi tumefanya kila kitu ndani kwa ndani. Kama umeshafika nani Mount Royal Villa kwamba kila kitu ndani humo unamaliza humo. Kwa hivyo kuna sababu na mwisho kabisa unaweza kuingia wapi? Na ukitaka kabla kuweza kuona TV ya Matukio Daima basi ingia katika YouTube channel na tafuta andika Matukio Daima. Ukishaandika Matukio Daima zitakuja Matukio Daima 3. Matukio Daima ya kwanza, inaandikwa Matukio Daima, Matukio Daima Iringa na Matukio Daima TV. Kati ya hiyo moja hapo kuna alama nyekundu pale imeandikwa subscribe. Unabonyeza pale palipoandikwa subscribe. Ukishabonyeza wewe bonyeza ile ya juu. Ukibonyeza ile ya juu, kila kitu kinachohusu Matukio Daima utapata moja kwa moja. Kwa hivyo hapo utakuwa umejiunga. Una shida tena ya kwenda siku kukimbizana kwenda kuangalia taarifa habari nyumbani sio wapi kwa jirani. Unaangalia ukiwa umelala. Mambo yashapita na wakati. Matukio Daima tupo juu. Tunatisha. Na leo tupo na balozi wetu. Sasa balozi wetu huyu sisi tumemtuma. Matukio Daima tumemtuma balozi wetu kwamba tuangalie tunakubalika kiasi gani. Kama kubariki kwamba tutamwambia ile ya kwako. Tutamwambia sifa kwetu. Tumemtoa kagombea udiwani. Na lazima nishinde. Wewe ndio kwa kishindo sana. Yaani ukishindwa balozi wetu tumeanguka wote hapa. Akishindwa tunatuma kombola jingine. Yaani mfano kama labda itakuwa imeisha. Tumaini nani balozi wetu. Sasa akishinda Tumaini imeshinda Matukio Daima. Kwa hivyo wanawake
kwamba watusaidie. Tumechukua wanawake wote sisi. Mimi nakuachia hiyo moja Francis Godwin. Ushindi kwangu mimi Maria Sanga lazima. Wewe diwani, mheshimiwa diwani. Mheshimiwa. Kwanza kuita kabisa yani kwanza sasa hivi mheshimiwa. Kwanza kujibembeleza. Sema sasa ataanza kutembea kidiwani. Utakuwa na amea. Baada ya muda kidogo nitakuwa amea kabisa. Alafu baada ya amea unakuja kuwa Msigwa. Au huko. Mimi ukinitajia habari ya Msigwa naona unataka kutonesha kidonda. Mimi sitaki habari za kusikia habari za Msigwa. Mtazamaji, kumbuka kwamba hakuna lenye mwanzo usiokuwa na mwisho, na muda bila shaka muda ni ukuta, ukijaribu kugombana nao utaumia. Mimi naitwa Francis Godwin. Mimi naitwa Kayanda Manyanya. Mimi naitwa Maria Martin Sanga, ni balozi wa matukio daima. Asante na kwa heri Kiamba. Mount Royal Villa ni sehemu pekee mjini Iringa kwa wageni wanaohitaji utulivu na kubadilishana mawazo. Mount Royal Villa ni sehemu yenye hali nzuri ya hewa itakayokufanya ufurahie mapumziko yako kwa utulivu. Je, umefika mjini Iringa na unahitaji sehemu nzuri ya mapumziko kabla ya kuendelea na safari zako, na pengine mna masuala ya kibiashara ya kujadili sehemu yenye utulivu? Basi karibu Mount Royal Villa, ambapo pia utapata huduma za Wi-Fi bure, satellite na cable TV. Utapaki gari yako bure, huduma za kufua na kupasi nguo, huduma za mapokezi ni masaa 24, huduma za vyumbani, kuogelea katika swimming pools. Tuna vyumba vya mikutano, workshop, warsha mbalimbali, na tuna vyakula aina nyingi ambavyo ni safi na salama. Tunatoa huduma mbalimbali endapo mteja atahitaji, kama usafiri na utalii. Tunatoa huduma za mapishi kwa shughuli mbalimbali za ndani ya hoteli pamoja na vyakula vya jioni. Tunapatikana barabara Mount Royal Villa State House, nyumba namba 13, kata Gangilonga, mjini Iringa. Au unaweza kuwasiliana nasi kwa kupitia simu namba 0738119555 au kwa email info@mountroyalvilla.com. Tutembelee kupitia website yetu www.mountroyalvilla.com. Mount Royal Villa, jivunie uzoefu wa kifahari.